Zoezi linaloendelea hapa ni ugawaji wa sadaka kwa mayatima pamoja na watu wenye mahitaji maalum. Zoezi hilo limeandaliwa na taasisi ya Salim Turki Foundation, ambapo limefanyika katika skuli ya Salim Turki iliyopo Mpendai. Jina langu ni Subira Sabi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na hii ni Chum TV. Na taasisi hii tumeanzisha baada ya marehemu mzee wetu aliyekuwa mwenyekiti wetu wa makampuni ya Vigo kufariki, na ilikuwa ni tabia yake kila inapofika Ramadhani basi huenda nyumba kwa nyumba kutoa msaada katika jimbo letu la Mpendai. Alipofariki yeye na mimi nikaliendeleza lile swala. Kwa bahati Mwenyezi Mungu sasa hivi katupatia wigo mpana zaidi. Sasa tumekuwa kutoka mbunge la jimbo la Mpendai, sasa tumeteuliwa kwa wawakilishi wa visiwa vya Zanzibar. Kwa hivyo kupitia hapo sasa hivi tumeanza mchakato kupitia Salim Turki Foundation kuwasaidia mayatima, wajane na wenye mahitaji, basi wazee au wenye mahitaji maalum, basi tumewasaidia kupitia, tumeenda zetu Pemba kuwasaidia wenzetu, lakini leo tulikuwa katika mkoa huu wa Mjini kuwasaidia katika majimbo yote ya mkoa wa Mjini. Tumechukua 150 katika kila jimbo kwa kuwasaidia, na hususan tukisema sasa tunaelekea Ramadhani na tuko ukingoni na tunaelekea sikukuu. Kwa hivyo tukasema tusisherekee tuka peke yetu, lakini tukupitia mfuko huu wa Salim Turki Foundation tukasema tusaidie na wenzetu pia, na wao tupate ile tabasamu na mkoa huu uendelee na tabasamu. Inshallah Allah akitujalia basi tutaenda kila mkoa kwa siku zijazo, kwa kila mfuko itapokuwa mudu sisi ule mfuko kutuwezesha. Lakini kwa kipindi hichi pia tuna mayatima karibu 100 tunawalea katika chuo chetu, ambao hao wako full time, tunawalea nyumbani, tunawapa malezi, masomo na kila kitu katika udhamini wa Salim Turki Foundation. Lakini foundation hii pia tumekuwa tukitoa scholarships, tulikuwa tunatibu pia matibabu wagonjwa mbalimbali wenye mahitaji, na pia katika mayatima mbali na mayatima tunawalea sisi. Tunaendeleza huu tukiwa kama shinikizo na wasia wa rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye akatueleza kuwa tunatakiwa Zanzibar, hususan sisi viongozi, tuwe tunahurumiana, na hususan kwa mwezi huu huruma ni mkubwa. Kwa hivyo sisi tumeenda kila sehemu kuhakikisha kama Wanazanzibari basi tunashikamana bila kujali itikadi, rangi, dini, lakini tunasimama kama Wazanzibari kwa wote ni wamoja, na lengo letu ni moja, amani na mapenzi la taifa letu. Leo tupo hapa tumekuja kumuunga mkono mwenzetu mwakilishi Mheshimiwa Taufiki Salim Turki, ambaye kwa kupitia foundation yake ya Taufiki Foundation amekuja kutasadaka kwa wananchi wa jimbo letu la Chumbuni. Amewahusisha wa mayatima, wajane na wazee wasiojiweza. Kwa hiyo hili nimekuja kumuunga mkono kama mwakilishi mwenzangu, lakini pili nishukuru Mungu kwamba na mimi kuniona miongoni mwa majimbo ambayo ameyapitia, ameenda kuyafanyia hii shughuli, na jimbo langu mimi akalifanyia hivyo, yote kuonyesha mapenzi yake makubwa kwanza kwa jimbo letu, lakini la pili kuonyesha mapenzi makubwa kwangu mimi mwakilishi mwenziwe, lakini pia kwa swahiba wake mbunge wa jimbo hili. Kama tunavyojua ni swahiba wake mkubwa, na ndio maana amekuja pia kufanya kwenye jimbo hili la Chumbuni. Lakini pia tunajua tunalifanya hili maana yake tuendelee kumuombea yule mwanzilishi wa foundation, maana yake ndio aliyewazalisha haya yote, na sisi watoto ndio tunaendeleza ili kuweka sadaka tujaria yake ambayo ameianzisha. Niombe sasa kwa watu wengine wote ambao wana uwezo, na wale kwenye uwezo hakumaanishi uwezo mkubwa, uwezo hata mdogo, basi tuwatasadaki wenzetu wengine kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wale ambao hali zao ziko dini, basi tuwaze kuwasaidia ili na wao wajiwezeshe, waweze kufurahi na kufunga vizuri kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini hata kusherehekea sikukuu yetu ya Eid ambayo inatokana na kufunga kwetu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah tumuombee mzee wetu alipo mahali pema, basi inshallah Mungu amweke mahali pema peponi. Amin. Sisi tunashukuru sana, tunamshukuru mwakilishi Turki kwa kutupa msaada huu, tunashukuru sana. Taasisi nyingine inshallah kwa uwezo wa Mungu nao awape taufiki kama alivyojaliwa mwenzetu huyu, ili waweze kutoa, wawasaidie wajane, mayatima, walemavu. Natoa shukrani kwa niaba ya vitu tulivyopewa kwa mwakilishi wetu. Mwenyezi Mungu amzidishie
amzidishie baraka, ajalie atoe zaidi na zaidi na zaidi. Taasisi nyingine naambia na wao wawe kama hivi, waendelee na wao katika kutoa sadaka, japo ndogo tu, lakini inatosha.